ni namna gani ambapo mnaenda kukabiliana na changamoto nzima ya uchafuzi wa mazingira? Asante sana kwa swali zuri. Kazi ya shirika hili ni kuratibu katika nyanja mbalimbali ili kuhakikisha kwamba zile rasilimali ziko salama. Cha kwanza ni kutoa elimu kwa wananchi wote wa Tanzania na wanajumuiya, lakini cha pili ni kuonyesha kwa vitendo na sisi kuwa mfano. Mathalan, tunaona kwamba leo tunafurahia au tumezindua siku ya Ziwa Victoria. Manake ni mara ya kwanza imezinduliwa na imeanzia kufanyikia Tanzania. Na ni shughuli ambayo imewakusanya wananchi wote, sio wanasayansi pekee au sio wataalamu pekee yao. Lengo ni kuendelea kufahamishana kwamba kuna umuhimu mkubwa kiasi gani kwa kila mmoja wetu kutambua mchango wa ziwa kwa miaka yote hiyo iliyopita, na sasa tunahitaji zaidi kwa miaka inayokuja. Kwa hiyo unaona hizi ni juhudi za serikali ya Tanzania na nchi wanachama kuona kwamba wanajumuiya wanahitaji kufahamishwa. Isiishie tu kufanya sayansi, kukusanya takwimu na kuzipeleka kama nyaraka, ila tukutane, tuongee katika lugha ambayo tutaelewana na kufahamishana na kuchukua hatua mbalimbali. Kwa kikubwa ni hicho, kwamba tuendelee kushirikiana, kuonana kama hivi kwenye majukwaa, kuhamasisha watu, lakini kwenda katika maeneo yale ya uvuvi na kufanya kwa vitendo ili watu waone umuhimu wa kutunza ziwa letu. Tulipata fursa ya kwenda nchini Marekani kwa ajili ya kwenda kuona maziwa makuu yaliyopo kule, kwa sababu sisi huku Afrika tunayo maziwa makuu ambayo yanachangia 25% ya maji baridi duniani, lakini nchi za Amerika ya Kaskazini wana maziwa makuu pia ambayo yanachangia 25% ya maji baridi. Kwa pamoja tuliweza kukaa na wanasayansi ambao tunajadili sasa 50% ya maji baridi yaliyopo duniani. Kwa tulivyoenda kule tulijifunza namna wenzetu wanavyofanya tafiti, namna wanavyopambana na changamoto, namna wanavyotatua zile changamoto na wanavyoziwasilisha kwa wananchi wao. Kwa hivyo kama ulivyouliza kwamba tunafaidikaje, faida mojawapo ni hiyo, kufanya mashirikiano katika nyanja mbalimbali ili tuweze kunufaika, lakini pia kutafuta fedha kwa pamoja. Badala ya kila shirika au kila nchi itafute fedha kwa ajili ya kufanya utafiti unaofanana, kwa pamoja tukitafuta fedha tunaweka nguvu kubwa ambayo inatusaidia sisi sasa kufanya kazi kubwa kwa pamoja na kuwa na data au takwimu ambazo zitatusaidia kufanya maamuzi. Mathalani, faida nyingine ambayo naweza nikaielezea kwa ukubwa ni mradi unaoitwa The Graham Legacy Expedition, ambayo huu ni mradi ambao unaenda kufanyika miaka 100 tangu mwanasayansi aliyoitwa Michael Graham ambaye alifanya utafiti wake Ziwa Victoria mwaka 1927. Alizunguka ziwa, akakusanya takwimu, akaandika taarifa. Na utafiti wake huo na namna alivyokuwa anakusanya zile takwimu, haya mashirika ya kikanda sasa yakaja yakachukua ile namna alivyokuwa anakusanya na kuongezea vitu vingine kwa ajili ya kuboresha ule utafiti. Kwa hiyo tukaona kwamba mpaka kufikia mwaka 2027 itakuwa ni miaka 100 tangu mwanasayansi huyu afanye utafiti huo, na hivyo basi tukaona kwamba kuna haja kukusanya nguvu ya pamoja kama jumuiya, lakini kwa kushirikiana na wadau mbalimbali duniani kama ambavyo wanaonekana kwenye bango hili, ili kutafuta fedha, taaluma, utaalamu, miundombinu, tuingie ziwani, tufanye utafiti ambao utatukusanyia takwimu tutakazozitumia kufanya maamuzi ya miaka 100 tena ijayo. Kwa unaweza ukaona namna ambavyo tukikaa pamoja kama jumuiya tuna uwezo wa kufanya kitu kikubwa kwa pamoja, kwa rasilimali au kwa fedha ambayo imetoka pia sehemu mbalimbali. Kwa hivyo mradi huu utasaidia nchi wanachama wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuendelea kuwa na miongozo au kuwa na takwimu ambazo zinalinda ziwa, na wote tunakuwa na sauti moja ya kulitunza ziwa letu. Na tunafahamu pia Ziwa Victoria halitunufaishi sisi peke yetu kama jumuiya.